Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango ameweka wazi nia yake ya kustaafu kutoka katika utumishi wa umma baada ya miongozo minne ya huduma ya kujitolea katika serikali na taaluma. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Katoliki cha Ruaha huko Iringa, Dr. Mpango amesema amechagua kurudi kwenye kilimo kumudu urithi wa baba yake na kuwapa nafasi vijana wengine kuongoza. Dr. Mpango ambaye amewahi kuwa waziri wa fedha na mipango kabla ya kuwa makamu wa rais mwaka 2021, amesema uamuzi wake unatokana na hamu ya kujihusisha tena na mizizi yake ya kijijini na kuchangia maendeleo ya kilimo. Aidha, amezungumza umuhimu wa kilimo kama msingi wa maendeleo ya taifa, akihimiza vijana na wadau wa kilimo kuimarisha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Amepongeza juhudi za Chuo Kikuu cha Ruaha katika kutoa elimu bora na maadili ya kukuza viongozi waadilifu, akionyesha imani yake kuwa taasisi hiyo itaendelea kuchangia maendeleo ya Tanzania. Pia ametoa wito kwa viongozi wa mikoa kushirikiana na taasisi za utafiti na misitu kuanzia bustani za mimea inayoweza kusaidia vijana katika utafiti na utengenezaji wa dawa, hatua ambayo inachangia maendeleo ya sekta ya afya na kilimo. Uamuzi wake umepokelewa kwa heshima na wengi, wakiangazia ushupavu wake, unyenyekevu na kujitolea kwake katika kuimarisha uchumi wa Tanzania wakati wa uongozi wake. Wengi wamempongeza kwa kuchagua maisha ya unyenyekevu ya kilimo ambayo yanaonesha dhamira yake ya kuendelea kuchangia maendeleo ya taifa kwa njia tofauti. Chama cha Mapinduzi CCM na vyama vya upinzani vikijiandaa kwa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Taarifa hii inaashiria mwisho wa enzi moja ya uongozi wa Dr. Mpango katika siasa za umma na mwanzo wa sura mpya kama mkulima anayejitolea kwa kilimo na maendeleo ya jamii yake. Hii ni ABT Media.